tukasema mkoa wetu umekuwa kwenye kinara muda mrefu wa ajali. Kwa hiyo tukasema inawezekana tukatafuta dawa. Kwa hiyo wakuu wa usalama barabarani wa wilaya pamoja na RTO na maafisa wote wakiwepo wakuu wa polisi wa wilaya, tulipokutana tuliona tutafute dawa. Ni kwa nini ajali zimezidi sana katika mkoa huu? Tukaja na mkakati huu sasa, kwamba nafikiri walio wengi hawajapita kwenye mafunzo, na mafunzo yenyewe nafikiri wengi walipita vile vyuo ambavyo sio rasmi. Vyuo ambavyo sio rasmi, bahati nzuri hivi karibuni vyote vimefungwa. Tumebaki na chuo ambacho sasa kinatambulika, chuo cha VETA. Vipo na vingine ambavyo vimekizi masharti, vinaendelea kutoa elimu hii ya udereva wa awali na mafunzo mengine ya udereva ule wa VIP na udereva wa magari makubwa. Kwa hiyo ndio maana mkoa wetu wa Mbeya tukasema tuanze na elimu kwanza, na hii elimu mnayoipata ni ya muhimu sana kwenu. Sasa hivi wengi hawataona umuhimu wake, lakini wamekwisha anza kuguswa kidogo na joto lile leseni yako inapoisha. Watu wanafikiri leseni ni kale karatasi kadogo. Leseni hiyo wameipunguza tu kama cheti cha form 4, cha form 6 na chuo. Ila wamepunguza tu kale karatasi katusaidie kule barabarani tunapokusimamisha na kuuliza una leseni, ndio unaangalia na daraja unaloendesha. Kwa hiyo kwa sasa hivi tukasema mkoa wetu tutakapokuwa tumeweza kutoa elimu hii ya uendeshaji wa magari au vyombo vya moto, tunaamini tutapunguza kwa kiasi kikubwa ajali barabarani, na kama sio kuzimaliza kabisa. Lakini pia si busara kuona Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limetunga sheria ya usalama barabarani ambayo inamtaka kila mmoja anayeendesha awe na leseni, lakini bado hapo sasa ndio tumekuta kuna wahalifu. Wapo wahalifu wengi wanaendesha bila kupita kwenye mafunzo, alafu wanajihadarishia kwamba wao ni madereva. Sasa tumesema tutumie njia hii ya elimu na vipeperushi pamoja na matangazo kuwaomba watu wajitokeze, ili tutakapoanza kuchukua hatua baada ya mafunzo haya, kwa sababu mafunzo haya yatatumia muda wa mwezi mmoja, lakini yatakuwa ni ya mwezi mmoja kama wewe mwanafunzi utakuwa umekubali kufundishika. Lakini kama utakuwa bado hujafundishika, walimu pamoja na waratibu wa mafunzo haya wanaweza kaongeza muda, ili mradi wahakikishe kwamba unatoka hapo ukiwa umeiva na umekuwa mahiri katika uendeshaji. Tumeelewana? Tumeelewana wanafunzi? Kwa hiyo basi nyinyi sasa mwe mabalozi kama alivyosema mwakilishi wenu. Mtakapotoka hapa mkawaambie kwamba kumbe yale mafunzo baada ya hapa yatakulazimu wewe ambaye unaingia barabarani. Unaweza ukawa unajiita ni dereva, kumbe ni mhalifu. Na mhalifu sio lazima ukavunje, yaani wewe ni mhalifu kwenye upande wa barabarani, kwamba huna sifa za kuendesha. Na uzuri nyinyi mtaingia kwenye database ya mkoa. Kwa hiyo popote utakapokuwa utakuwa umekwisha ingia kwenye database ya mkoa na makao makuu, kwamba hawa ndio madereva ambao wamepita kwenye vyuo vilivyotambulika kama hiki cha VETA, mmepata mafunzo ya ujuzi maalumu, na ujuzi wenyewe ndio wa uendeshaji. Na kwa hiyo hatutegemei kuona baadhi sasa ya wale madereva wanasema, kuna madereva wengine wanaitwa jina fulani hivi, madereva wengine wanaitwa, yaani wale waendeshaji wanaoongoza magari. Kwa hiyo sasa hivi nafikiri tutakuwa na waongozaji, tutakuwa na waendeshaji wa magari baada ya mafunzo haya. Lakini mwisho, kwa muhimu, idadi hii ambayo imejitokeza, nimefurahi sana, watu 160 hapa. Lakini kuna kituo kingine VETA wametoa watu wao. Tunashukuru sana VETA, wametoa wakufunzi wako Kyela, mafunzo yanaendelea kule. Kumekuwa na changamoto kubwa kama alivyosema DTO, hasa kwa askari wa majeshi yote, ukianza na jeshi la polisi na majeshi mengine pamoja na taasisi, wafanyakazi wa taasisi mbalimbali za serikali, kwamba kuona wao sio sehemu ya utekelezaji wa sheria hasa za usalama barabarani. Kama masuala ya usalama barabarani ni mambo madogo madogo tu ambayo wewe unaweza kaniacha tu mimi nikaendelea na mambo yangu. Kumbe usalama barabarani ni jambo la msingi sana, na pengine kwa sasa tishio kubwa kwa nchi yetu inaweza kuwa ni ajali kuliko hata jinai. Yaani mtu ana nafasi kubwa ya kufa kwa ajali
kuliko kushambuliwa na mtu. Kwa hiyo tukaona kuepuka migogoro hiyo na changamoto hizo, tuandae hizi programs kwa wilaya zote za mkoa wetu wa Mbeya ili tuweze kufika pale tunapotarajia kufika. Watu wengi mtakuwa mashahidi, unakuta askari wa jeshi lolote lile, hata kama yuko likizo, anaweka uniform kwenye siti, ndio inakuwa mbadala wa leseni. Mwingine anaweka kofia pale mbele, hata kama ndio hospitali na kwenda kwenye ibada. Wengine wamekuwa wakitumia vitambulisho, mimi niko idara ya maji, mimi niko TANESCO, mimi ni mwenzio, lakini kumbe jambo hili la msingi. Hali inakuwa mbaya zaidi inapotokea ajali, unataka nikusaidie wakati wewe mwenyewe hujajiandaa kusaidika. Hii kozi itambulike kama kozi ya awali. Kwa maneno mengine tunasema basic driving course. Na hapa tuwekane sawa kabisa. Kozi ziko categories nyingi. Nimetaja hiyo basic, kuna HGV ya malori, kuna PSV kwa ajili ya kuendesha abiria, kuna instructors course kwa ajili ya kufundisha kwa mwalimu, kuna VIP course, ziko kozi mbalimbali. Hii ni kozi ya udereva wa awali ambapo ukimaliza utakuwa na sifa za kupata daraja A, B na D. Sasa sije kaja mtu akasema tulitukusanya hapa mkamwita na mheshimiwa mkuu wa wilaya, nataka klasi hii nazungushwa. Tuwekane sawa. Na kozi hii inazingatia vigezo vyote, kwamba tumehamisha chuo cha VETA kukileta hapa. Kozi itafanyika kwa mwezi mmoja, na baada ya kozi kutakuwa na mtihani wa nadharia na vitendo kwa mujibu wa sheria za taratibu za uendeshaji wa kozi za udereva. Hii sio refresher kozi, ni kozi sawa sana kwamba mmetoka hapa mmekwenda VETA pale kusoma. Tumehamishia VETA hapa, tutazingatia vigezo vyote kwa mujibu wa sheria. Mwisho nieleze kwamba tunategemea zoezi hili litaendelea wilaya nyingine zote, lakini hata kama kutakuwa na watumishi wengine katika wilaya hii ya Mbeya na wilaya ambayo tumeanza ya Kyela, tutarudi tena. Tutaomba tu ni katibu wangu kwa mujibu wa taratibu na sheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, mikakati ya usalama barabarani ndani ya mkoa wetu ni mikubwa sana na imetoholewa kutoka kwenye mikakati ya Baraza la Usalama Barabarani Taifa. Utekelezaji wake wa miundombinu au majukumu ambayo imepewa ndio sisi tunayakaskedi na kuja kuyatumia ndani ya mikoa yetu, ambao jambo la kwanza kubwa ni elimu, utoaji wa elimu, ambalo ndio limetukutanisha hapa leo na kukuomba wewe ukiwa kama mgeni rasmi kuja kutufungulia rasmi mafunzo haya, na kwa lengo kubwa moja, kuwawezesha watumishi wa serikali kupata elimu hii muhimu ya usalama barabarani kwa maana ya udereva. Mheshimiwa mgeni rasmi, swala hili lilianzia kwa kuombwa kutuma maombi kutoka kwa kamanda wa mkoa, akiwa mwanzo amewaombea askari wake waweze kupata mafunzo ya udereva katika chuo chetu. Na ukiangalia historia yake, ilikuwa wanahitaji kufanyiwa mafunzo katika ukumbi wa Field Force, na lilifanya hili kwa makusudi makubwa kwamba hataki sheria ivunjwe kwa namna yoyote ile, kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Baada ya kuwa ameleta maombi yake hayo, sisi tuliyakubalia tukiwa kama kamati, lakini tukasema lazima tufikishe chuoni. Mimi kwa sababu ni mmoja wa watumishi wa VETA, nikaenda kuongea na mkuu wangu wa chuo, akatoa baraka. Tena alitoa baraka kwa punguzo kutoka kwenye ada ya shilingi 2,500 mpaka 50% kwa 1,500. Baada ya hapo ikaonekana kuna uhitaji kwa watumishi wa serikali na wa taasisi zingine. Kupitia hii fursa, RPC hakurudi nyuma tena, akaendelea kukinga kifua na kuomba sasa iwe jumuishi kwa taasisi zingine. Sisi kama VETA hatuwezi kusema tunaenda kuwaomba watumishi waje kusoma kwa punguzo au waje kusoma darasani, kwa sababu wanajua sheria za matumizi ya barabara. Lazima usome, umiliki leseni, ndipo utumie chombo cha moto ndani ya barabara zetu. Baada ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ikatoka rai kwamba taasisi zijulishwe. Moja ya taasisi hizo ni za serikali, zingine zisizo za kiserikali, lakini kikubwa ni watumishi ambao wanatumikia ndani ya mkoa wetu huu wa Mbeya. Mpaka sasa
Waliojiandikisha kama tulivyosikia kwa mratibu ambaye alipewa uratibu huo ni DTO wa wilaya hii ya Mbeya. Watu waliokuwa wamejiandikisha ni watu zaidi ya 200. Lakini tunaoongea sasa wako darasani ni watu 160 ambao tayari walikuwa wameshaanza mafunzo, na lengo la kutaka kutuzindulia ni kwa sababu ya hamasa kwa watumishi, kwa sababu baadaye sisi kama kamati mikakati yetu ni kutoona mtu anatumia chombo akiwa hajatimiza vigezo na masharti. Na ndio maana hata ukijaribu kuangalia kwa historia, afande RPC mwenyewe aliingia darasani, tena sio mara moja, kaingia zaidi ya mara 2, na hivi sasa hivi tunavyoongea alikuwa katika mchakato wa kusubiri cheti chake. Kama yeye mwenyewe kaingia darasani, basi akaona kuna haja ya kuwafanya wengine nao wakae darasani, ili wakija kuwa wanachukua hatua isije ikawa kuna kelele nyingi, maana wewe ni mtu wa kwanza kupigiwa simu na watumishi wanapokuwa wamepata usumbufu kidogo. Kwa hii ni moja ya mikakati ya kamati ya kuhakikisha elimu inawafikia watu wote wanaotumia barabara ziwe salama ndani ya mkoa wetu. Lakini katika mikakati hiyo hiyo kuna kupunguza ajali ndani ya mkoa wetu. Sisi wote humu tulipo ni mashahidi. Utendaji ni mkubwa sana katika kupunguza hizi ajali. Sisi tulikuwa tuna mazoea ya kwamba kila mwisho wa mwaka lazima tusikie matukio makubwa ya ajali, hasa ya vifo na watu kupata ulemavu wa kudumu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ni kwa uwezo wake, japokuwa majukumu yanafanyika na nguvu ni kubwa. Tangu mwaka jana mpaka sasa hatujapokea vilio vingi kwa ajali tu za barabarani, kwa sababu watu wako very aggressive katika kusimamia sheria. Kwa hiyo hilo ni moja ya jukumu letu, lakini pia kuboresha hali ya miundombinu au barabara kadhaa katika kuhakikisha zinapitika salama kutokana na ufinyu wa miundombinu na jiji letu kuwa limezidiwa na watumiaji wengi wa barabara. Kwa hiyo majukumu yanayokuwa yanaendelea au mikakati yetu ni kuhakikisha tunaboresha hii hali na wasimamizi wa sheria wanahakikisha kupatikana kwa mipenyo mbalimbali ya kutumia barabara na kupunguza misongamano. Mimi kazi yangu ni moja tu, nimepewa hapa kubariki haya mafunzo yanayoendelea katika eneo hili. Kwa ujumla, haya mafunzo kama alivyosema mratibu yangelifanyika chuo cha VETA mkoa wa Mbeya, ambao ni kuna umbali kidogo kutoka eneo hili mpaka kufika pale chuo cha VETA mkoa wa Mbeya. Lakini vile vile miundombinu, tumejikuta kwamba miundombinu haiwezi kutimiza lile lengo rasmi la kozi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama VETA serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Elimu na VETA imepewa jukumu la kutoa mafunzo ya ujuzi wa kila aina, ujuzi wowote ule katika eneo lolote, mojawapo ikiwa ni hizi kozi za udereva ama madereva. Na udereva una taratibu zake. Jeshi la Polisi linasimamia sheria hasa za matumizi ya vyombo vya moto barabarani. Kwa hiyo tu mimi niseme vyuo vya VETA Tanzania tuna vyuo zaidi ya 80. Chuo cha VETA mkoa wa Mbeya ikiwa ni mojawapo. Tumepewa jukumu hilo kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata ujuzi kulingana na hitaji lake. Namshukuru sana rafiki yangu mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Mbeya, alileta hili wazo la kutaka kuendesha mafunzo ya udereva kwa walinda usalama wa raia. Baada ya kunifikishia hilo wazo, na mimi nilikubali, lakini nikamwambia katika utekelezaji wake utakuwa ni mgumu sana kwa hapa chuo cha VETA mkoa wa Mbeya. Kama tunaweza tukapata eneo la karibu na ofisi yako ambako tunaweza tukahudumia hao wafanyakazi, itakuwa ni vizuri sana. Naye hakukataa, akasema mimi nitatafuta. Basi nitafuta eneo, kumbe ni ukumbi mmoja mzuri sana. Ina maana kule kwetu tunaendelea na kozi za kawaida kama kawaida, kozi nyingine, lakini katika ukumbi huu tunaendelea hizi kozi kwa watumishi wa Jeshi la Polisi, lakini vile vile kwa wafanyakazi wanaotoka taasisi za serikali. Tunawakaribisha sana katika ukumbi huu ili waweze kufanya nini? Kuendelea na mafunzo hayo. Ni sawa sawa na kuja kule VETA. Lakini kule VETA lai tu kwa madereva mtakaojifunza leo na kupata haya mafunzo,
mkayafanye yawe ndio mwongozo wenu, iwe ndio dira, kwa sababu Mbeya bila ajali inawezekana. Mbeya bila ajali inawezekana, madam mtafanya taratibu na miongozo. Tutawalaumu sana jeshi la polisi ambao wanasimamia sheria, kukamata overtake, umekwenda mwendo kasi, lakini mwisho wa siku anayekuja kuumia na kuathirika ni sisi tunaotumia vyombo vya barabarani. Ajali zinaleta umaskini sana kwenye familia, zinaleta simanzi kwenye familia. Familia nyingi leo unakuta ziko yatima, hazina baba, hazina mama kwa sababu ya ajali. Watoto wanabaki yatima na hakuna mtu wa kuwalea kwa sababu ya ajali. Lakini ajali pia zinarudisha nyuma sana uchumi wa mtu mmoja mmoja, kina familia, lakini na nchi kwa ujumla pia. Lakini ajali inaleta gharama kubwa sana za matibabu kwenye mahospitali. Mimi nikiwa kama mbunge lakini mwenyekiti wa chama, kesi nilizo nazo za watu waliopata ajali na hawana uwezo wa kujitibu ni zaidi ya 50 hapa kwenye hospitali zetu, hospitali ya rufaa na hii hospitali ya mkoa. Mtu anasema nilipata ajali ya bodaboda, sina uwezo wa kutibiwa. Nilikuwa nakwenda sokoni kufanya biashara, nimepata ajali, nimegongwa, sina uwezo, mbunge nisaidie. Kwa hiyo hatima ya maisha yetu na ustawi wa watu wetu wa Mbeya iko mikononi mwenu nyinyi madereva mnaoenda kutumia vyombo. Unapoendesha chombo, aidha ni bajaji, ni pikipiki, ni gari, jua wewe ndio umebeba maisha ya watu wengine na uhai wa watu wengine. Kwa kupitia mafunzo haya na haya tunayozungumza, mimi naomba sana mkazingatie hayo mafunzo ili mpunguze haya yanayoweza kuleta athari. Wewe mwenyewe ukishakuwa mlemavu tayari, future na ndoto zako zote za maisha ndio zimeshaishia hapo. Unaenda kuwa tegemezi kwenye maisha. Kwa hiyo mimi nadhani kupitia mafunzo haya, ndugu mgeni rasmi, nimefanya jambo kubwa sana, jambo zuri, na VETA nawapongeza sana kupitia mkuu wa chuo. Kwanza kwa kutoa hiyo bei, kutoa ile bei halisi na kupunguza bei karibu nusu. Maana yake dhamira yenu ni njema, mnataka Mbeya tuepukane na ajali. Kwa hiyo muone kwamba nyinyi mnaojifunza leo madereva mna bahati kubwa sana na mkayazingatie mafunzo. Mimi nawahakikishia, narudia tena, Mbeya bila ajali inawezekana. Tukazingatie mafunzo, kanuni na sheria. Gari haliwezi kujiangusha lenyewe likapata ajali. Pikipiki haiwezi kujiangusha yenyewe, wala bodaboda. Maana yake wewe unayetumia ndio umeenda kuiangusha, sababu hujafuata kanuni na taratibu. Jambo la mwisho kabisa ni waombe VETA. Nimeona listi ya watu watoa mafunzo hapa ni madereva wetu kutoka jeshi la polisi na majeshi mengine na baadhi ya watumishi. Lakini naomba ikiwapendeza basi muongeze na makundi mengine, watu wa bodaboda, bajaji, Kiliku. Hawa nataka niwaombee mimi mafunzo maalum siku yao. Kama tulivyofanya sehemu moja kule Kiwira. Tuwakusanya bajaji, najua mwenyekiti wa bajaji yuko hapa, bodaboda, waendeshaji wa Kiliku wale na madaladala, tuwakusanya wote kwa pamoja na wenyewe wapate hiyo special rate. Niwapongeze kwa maamuzi yenu. Maamuzi ya kujiunga na mafunzo haya si jambo rahisi hata kidogo. Mmeacha shughuli zenu, mmeacha majukumu yenu, lakini mmeamua kushirikiana na wenzenu kujiunga na mafunzo haya. Rai yangu kwenu, katika kipindi chote cha mwezi mzima muwe wasikivu. Mwanafunzi mzuri ni yule ambaye atakuwa au anakuwa msikivu kwa walimu wake pale anapofundishwa. Wakati wote wa kipindi cha mwezi mmoja, tulia darasani, msikilize mwalimu anafundisha nini, kwa sababu mwisho wa siku mtafanya mitihani na mtapimwa kwenye nini? Kwenye mitihani. Ni matumaini yangu kwamba jambo hili mtalizingatia katika kipindi chote cha mwezi mmoja wa mafunzo kwenye ukumbi huu. Lakini pili, yale mtakayofundishwa mkayafanyie kazi. Tumeshuhudia wapo wanafunzi anafundishwa mwezi mzima, lakini anapotoka pale yote aliyofundishwa anaacha pale pale darasani. Hakikisha kila unachofundishwa una take note, na baada ya mafunzo haya sasa ukawe mwalimu kule barabarani
Usisumbuane tena na askari wetu wa barabarani. Tii sheria bila shuruti, kwa sababu elimu utakayoipata hapa itakuwa imekusaidia kuwa mwananchi bora ambaye atatii sheria za barabarani bila shuruti. 3, elimu haina mwisho. Yale utakayofundishwa hapa, kawafundishe watu wanaokuzunguka kwenye eneo unaloishi. Nafahamu ili uweze kupata cheti lazima uje usome, lakini kwa wale ambao bado hawajapata nafasi ya kuja kusoma, waelimishe ili tupunguze ajali za barabarani. Mwambie kabisa ni marufuku kuendesha pikipiki bila kuvaa helmet kwa mujibu wa sheria namba fulani kifungu fulani, kwa sababu mtafundishwa hapa. Usipofanya hivyo, kinachofuata ni adhabu na unaweza ukafungwa ukalipa faini kwa mujibu wa sheria za barabarani. Ni muhimu sana elimu mtakayoipata mkawafundishe na ndugu zetu wengine kule tunakoishi. La 4, nasisitiza mpango huu mzuri ambao unaenda kuondoa kabisa ajali katika mkoa wetu wa Mbeya uwe endelevu. Kama alivyozungumza mheshimiwa mbunge, tunayo makundi mengi ya kijamii. Tuna mamalishe, tuna babalishe, tuna bodaboda, tuna madereva wa daladala, tuna madereva wa malori, lakini pia tuna madereva wa bajaji. Na namuona mwenyekiti wa bajaji, hakikisha wewe na viongozi wenzako mnaohamasisha wanachama wenu wa haya makundi yote niliyoyataja waje wapate mafunzo